Yes, swali kubwa la watu wengi ni kwamba Irani wataendelea kuresist mpaka lini? Hilo swali la kwanza. Lakini swali la pili ni kwamba Irani viongozi wake wamekuwa wakilengwa na wakiuliwa, na kwa mfano nimeona leo sasa hivi msemaji wa jeshi naye amekuwa ni sehemu ambaye amefanyiwa mauaji au amelengwa na vikosi vya Marekani pamoja na Israel. Hoja msingi ni kwamba hali hii itaendelea mpaka lini? Na ukirudi katika historia, ukitazama Iraki kwa mfano ya Saddam Hussein, ukiangalia Afghanistan, ukiangalia Syria ya Assad, ukiangalia Venezuela Maduro, je, historia haiwezi kujirudia kwa Irani katika mojawapo mataifa ambayo kimsingi alianguka, ambayo Marekani walifanya operation kali sana kwenye nchi hizo. Sasa nataka uelewe kitu kimoja. Mfumo wa uongozi wa Iran ni tofauti sana na mfumo wa uongozi wa Iraq, Afghanistan, Syria na Venezuela. Irani mfumo wao haujawekwa katika mtu. Of course kuna taasisi ambayo inaongozwa na Ayatollah as supreme leader. Kuna taasisi ya rais ambayo inaongozwa na Dr. Masoud Pezeshkian, kuna bunge, kuna mahakama, kuna ILGC na taasisi nyingi ambazo zimekuwa zikiongoza nchi ya Irani, na zote zimekuwa zikipokea amri na zikipewa maelekezo kwa taasisi kongwe na kimkakati ya Ayatollah. Lakini hiyo sio hitimisho la kusema kwamba mamlaka yote wameweza kuyahodhi kwa mtu mmoja. Ile dhana ambayo unafahamu, dhana ya centralized na decentralized state au centralized na decentralized power. Ukitazama Syria ni utawala ambao ulikuwa umejengwa kwa Assad. Alivyokuwepo Hafidh al-Assad baba yake, Syria ilikuwa imejengwa kwa Assad. Baadaye Bashir al-Assad mwanae, Syria ilikuwa imejengwa kwa Assad. Kwa hiyo mamlaka zote katika nchi ya Syria zilikuwa zinatii amri kwa Assad. The same katika Maduro, hivyo hivyo. The same kwa Saddam Hussein, hivyo hivyo. Lakini kwa Irani ni tofauti. Wao walifanyaje? Irani wameweza kugawa madaraka yao kwenye vipande vidogo vidogo katika nchi ambavyo vimekuwa vina lengo moja. Na kwa watu ambao wamefuatilia kipindi leo asubuhi, nimezungumza ikana, nilikuwa najaribu kuzungumza hoja ya kufariki au kulengwa kwa Ali Larijani ambaye alikuwa katibu mkuu ambaye alimrithi Ali Shamkani, na sasa hivi kuna scenario kwa zinatajwa kwamba atakuja kumrithi au kuchukua nafasi Said Jalili. Irani kuna kitu kinaitwa Mosaic Defense Doctrine au Mosaic System, mkakati ambao umetengenezwa ambapo mamlaka ya nchi imeweza kugawa, imeweza kutapanya mamlaka kwa taasisi za nchi kule walipo, na wana lengo moja kuweza kulinda utawala na kuweza kulinda nchi hata kama kiongozi atakuwa ameuliwa au amedhurika. Hii ndio Mosaic Doctrine, mkakati mahususi ambao hauhitaji kupokea amri kwa mtu mmoja, au hauhitaji mtu mmoja akilengwa basi taifa zima linakuwa limeingia katika kuparalyze au linapoteza hamasa, kuna motivation. Ni mkakati ambao unatutaka kama taifa tuendelee kupambana hata kama kiongozi akiwa amekata kichwa. Ndio maana ukiangalia katika viongozi ambao wamelengwa wa Iran, kama lingekuwa taifa lolote basi lingepiga magoti, lingekubali kuweza kukaa chini. Lakini kwa Iran tofauti, kwa sababu wametapanya mamlaka hayajaudhiwa kwenye taasisi moja. Kwa taasisi hiyo kishambuliwa au akiuliwa, basi nchi hiyo imefikia hitimisho. Hapana. Iran walichokifanya, wameweza kwa mfano kwenye taasisi ya jeshi, wameweza kutoa amri kule walipo nchi nzima, na jeshi itaendelea kupambana hata kama mkuu wa majeshi atakuwa amelengwa au amefariki, au hata kama komandi fulani itakuwa imelengwa au imefariki. Kwa hii ndio imekuwa ni somo kubwa sana kwenye siasa za kijiografia, hususan siasa za Irani, ambapo kimekuwa kikiendelea hiki kati ya vita kati ya Irani dhidi ya Marekani na washirika wake Israel. Kwa hiyo
hili ni somo kubwa sana ambalo linaendelea kutupa taifa Iran. Of course, hoja kwamba wataresist mpaka lini, rafiki yangu mmoja alikuwa ananitania akaniambia, bwana sasa Mchungu mchambuzi, kwa hali inapoelekea huko mbele safari, watu watakuwa wanakataa assembly of expertise, itakuwa inachagua viongozi, itakuwa inachagua ayatola, watu watakuwa wanakataa kuitwa ayatola kwa sababu unajua kwamba wewe ndio utafuata, wewe ndio unayekuja, kama vile ambavyo kimsingi alivyosema Netanyahu kwamba tutawalenga wote ambao wataendeleza misingi au watakuwa nafuata zile itikadi za watangulizi wake ambao wamekuwa wakichukua nafasi kina Ruhollah Khomeini na kina Ayatollah Ali Said Khamenei. Kwa hiyo kuna mtazamo tofauti sana ambao wanao Irani katika uongozi. Ukitazama katika nchi zote ambazo zilifanyika regime change, nchi zote ambazo zilifanyika mabadiliko ya kiuongozi kwa nguvu, na kimsingi ni kwamba inakuonyesha kwamba namna gani sasa na wao walijipanga kuweza kulinda taifa yao katika mkakati huu ambao kimsingi wamekuja nao, kwa sababu kuna vita vya Iraki vya mwaka 1980 mpaka 88 nguvu ilikuwa imewekwa katika Ayatollah Ruhollah Khomeini peke yake. Kwa hiyo wakasema okay, kwa sababu tulipata changamoto, tulifanya makosa, kuna vita vya ambavyo tutakavyopigana, tutakuja na mkakati ambao mamlaka ya nchi itatoa mwelekeo, mamlaka ya nchi itatoa fatwa, lakini kuna kufuata au kuna kutekeleza, kila mtu anatekeleza kule alipo bila kusubiri amri. Kwa hiyo hii tunapozungumza vikosi vya IRGC, vikosi vya usalama, vikosi vya jeshi, taasisi za serikali zote zimekuwa zikipambana kufanikisha lengo moja ambalo limekuwa likuunganisha hata kama viongozi wamekuwa wakilengwa. Of course, kwa mfano sasa hivi anatajwa Said Jalili, naye ataendeleza harakati zile zile. Kwa hiyo imekuwa ni kubadilishana kwa watu, lakini lengo mahususi limekuwa lile. Imekuwa ni kubadilishana kwa watu, lakini lengo mkakati umekuwa ni ule ule. Kwa hiyo hii maana ni kwamba hata kama ukikata kichwa bado kiwiliwili kitafanya kazi. Hata kama ukiondoa kichwa cha mfalme bado mfumo utafanya kazi. Mosaic Doctrine System, Mosaic Defense System, mkakati mahususi ambao umetengenezwa na Iran kwa lengo kuhakikisha kwamba wanaweza kupambana na matishio yote ya kiusalama kuanzia ndani ya Iran mpaka nje ya Iran. Okay, hasara yake of course, kwa sababu kuna uchambuzi lazima tuweze kuangalia negative impact na positive. Hasara yake ni kwamba inaweza ikapelekea of course kupungua kwa hamasa kwa wale mabrigedia ambao wamekuwa wakichukua hizo nafasi, kwa sababu ukiangalia Ali Shamkani ameenda, Ayatollah Khamenei ameenda, Ali Rajani ameenda, anakuja sasa hivi Said Jalili naye anataja kwamba anaweza akalengwa kama akawa the next. Na kimsingi ukisikiliza hotuba ya Netanyahu jana inakuonyesha kwamba still malengo yao ya kuparalyze au ya kufikia masuala ya kimkakati ndani ya Iran bado yameendelea. Kwa hiyo ni mapambano ya kiuongozi ambayo yamekuwa yakipigania taifa kwa upande mmoja, lakini mapambano ya uongozi ambao kwa upande mwingine yamekuwa yakitaka kuendeleza urithi, legacy na misingi ambayo imewekwa na viongozi ambao wamechaguliwa na kile kinachoitwa Assembly of Experts, baraza la wataalamu ambao wapo 90 wanachaguliwa kila baada ya miaka 8, na hawa ndio wamekuwa wakichagua Ayatollah, kiongozi mkuu wa kidini kwa mtazamo wa Kishia, ambao wanakuwa na mkakati mahususi wa kuweza kutoa fatwa, kutoa maelekezo, kutoa fafanuzi kuhusu masuala mbalimbali ambayo kimsingi yamekuwa yakigusa Iran. Kwa hiyo Mosaic Defense System ni system ya kimkakati sana ambayo inaweza kutufundisha kwamba kufa kwa imamu sio mwisho wa sara. Kufa kwa mfalme sio mwisho wa taifa. Kufa kwa kamanda sio mwisho wa mapigano. Tutaendelea kupambana kwa sababu lengo tumeshapewa, mkakati tunao. Akifa kamanda tunaendeleza mapambano, atakuja kaimu wake ataendeleza harakati, na ramani ya vita tutakuwa tayari tunayo kwenye uwanja wetu wa mapambano. Kwa hiyo nimetamani nishare na wewe kwa sababu nimekiona kifo cha msemaji wa jeshi la Iran, kwa nikasema kwamba lazima tuzungumze mkakati wao ambao umekuwa ukisumbua sana watu wengi duniani. Usiache kusubscribe YouTube yangu Godfrey Mchungu, tuendelee kupata madini.